عيسى ابن مريم يا حبيب محمدي، بشرت يا روح الإله بأحمدي. فعلى البتول وابنها حلل الثناء، وسلامنا من متهم أو منجدي. بشرت يا روح الإله بأحمدي، صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحدي. صلى عليك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على المصطفى وعلى آله وأصحابه وللوفا أما بعد. Tumefika katika episodi ya 15 ambayo kwamba unwani yake ni njama ya kutaka kumuua Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina assalam. Baada ya Nabii Isa kufanya da'wa ambazo kwamba alikuwa amefanya da'wa ya Mola Subhanahu wa Ta'ala na kuleta miujiza kwa wana wa Israeli, miujiza ambayo kwamba hakuna mitume walotangulia waliweza kufanya miujiza kama hiyo, lakini Banu Israeli wakawa fikra zao zilikuwa ni tofauti na fikra ambazo kwamba amekuja nazo Nabii Isa alayhi wa nabiyina salam. Wao walijua Nabii Isa amekuja kurestore nguvu ambayo kwamba walikuwa nayo kama zile za wakati wa Nabii Suleiman alayhi wa nabiyina salam. Kumbe Nabii Isa amekuja na kurestore imani ya kuwapeleka katika maisha ya baadaye, maisha ya akhera. Wakamuona sasa huyu ni mpuzi, na ndio wakaanza kufanya njama za kumuondoa, kwa sababu aona anaanza kuwa divert watu kutoka kwa ile course ambayo kwamba walikuwa ndani, awapeleka katika course nyingine. Kwa hivyo ilipokuwa Banu Israeli wamekosa lile walokuwa wakilitaka kwa Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam, nayo ni revolution ya kuwaondoa Waroma na Herod katika ufalme, walimfanyia njama Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam na kumgeuzia kuwa ataka kuleta revolution. Kile walichokuwa wakikitaka wao walipokikosa, ikawa sasa wamembandika kwamba Nabii Isa ataka kufanya hivyo. Viongozi wa dini walijua haki, lakini kwa corruption walikuwa nayo, walikuwa hawako tayari kuifuata haki. Wale viongozi wa dini ndio walokuwa mstari wa mbele kwenda kumshtaki Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam. Wale viongozi wa dini ndio walokuwa mstari wa mbele kuzungumza na watu kwamba huyu si yule ambaye kwamba ilikuwa tunamsubiria, huyu si yule Masihi al-Muntadhar, ule Masihi mwenye kusubiriwa, sio huyu. Hamusikie azungumza mambo ya nyumba ya akhera, na sisi tunataka mambo ambayo kwamba yatatukomboa sisi kutoka kwa minyororo ambayo kwamba tuko ndani yake. Kwa hivyo waloanza kwanza kumpinga Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam na kuhubiri against Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam na kupinga miujiza ya Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam, bali na kuita miujiza ya Nabii Isa ni uchawi, hawakuwa ni awamu, watu wa kawaida, la, ilikuwa ni wale viongozi wa dini ndo walioanza kuzungumza kama haya, na wakawa wanapanga ni namna gani watamuondoa Nabii Isa. Lakini walijua wao kama wao hawawezi kumuondoa Nabii Isa, kwa sababu Nabii Isa alikuwa na wafuasi na alikuwa ameshika wale watu duni, na kama imani ya kawaida wenye kuamini kwanza huwa ni wale watu duni wasokuwa na cheo katika jamii wala walosokuwa na mali. Na ndio hata kiongozi wa the Roman Empire Heraklu alipoenda kutembelewa na Abu Sufyan, alimuuliza katika maswali 20 ambayo kwamba alimuuliza, swali miongoni mwa maswali alimuuliza huyo anayedai utume, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayedai utume huko kwenu, ni kina nani wanaomfuata? Huyu Abu Sufyan akamwambia wanaomfuata ni wale wadhalilifu na wanyonge katika jamii. Huyu
Heraklu akamwambia Abu Sufyan kwamba yaonesha huyo ni mtume kweli, kwa sababu wanaoanza kuamini kwanza ni maskini, matajiri wanachelewa kufanya nini? Kuamini. Kwa hivyo hawa viongozi wa dini wakawa wanaogopea kwamba sisi hatuwezi kuchukua the matter on our own hands, sisi tukasema tutamuua ama tutammaliza Nabii Isa, kwa sababu kuna wafuasi tayari wamemwamini Nabii Isa kama mtume wa Mola Subhanahu wa Ta'ala na kama mkombozi wa maisha yao. Sasa tutakachokifanya ni kuenda katika ufalme, wafalme ndio wamalize, itakuwa kuna kitu ambacho kwamba hawa wafuasi wanaweza kufanya. Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam alikuwa hapaki mtu mafuta. Hata wale viongozi wa kidini pia namna ya kumchukia Nabii Isa na kwa sababu Nabii Isa alikuwa hawaweki. Maanake ule uongozi wao ulikuwa ni uongozi wa corruption. Walikuwa wamecorrupt dini kabisa, wamecorrupt mafundisho ya Taurat, wamecorrupt kitabu cha Taurat, wamecorrupt zile rules za Taurat ambazo kwamba alikuwa amepatiwa Nabii Musa alayhi wa ala nabiyina salam. Kilichobakia ni mavazi tu ya kidini ambayo kwamba wamebakia nayo, lakini hakuna dini yoyote ambayo kwamba walikuwa nayo. Sasa wao Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam alipokuwa akijadiliana na wao, alikuwa hakuna kuwapaka mafuta, akiwapatia mambo straight venye dini inavyotakikana. Sasa wao wakaona sasa hilo limekuwa ni mushkil. Mfano, kulikuwa kuna katika vikundi ambao kwamba walikuwa wanajitia kwamba ni uongozi wa kidini, kuna wale wakijiita Sadducees. Sadducees hawa walikuwa ni wao walikuwa ni wale high class na wamesecularize Taurat. Hawa walikuwa ni watu high class na ile Taurat walikuwa wakisecularize, wakifanya sio ya kidini, ni kama kitabu cha kidunia, yani ni secular, kama kitabu cha kidunia. Ukitaka wanaweza kuiupgrade, wakitaka wanaweza kuidowngrade, yani kulingana na matakwa yao wanavyotaka. Waweza kubadilisha kipengele hichi, wanaweza kufanya hivi kulingana na high class yao ilivyokuwa. Tajiri anapokuja kutaka hukumu kwa wao, wanaenda na hukumu yake yeye yule tajiri anavyotaka, na wanaoambia iko sawa kulingana na vitabu. Hawa ndio grupu ya kwanza ambao kwamba walipatikana. Grupu ya pili ambao kwamba walipatikana, kuna wale kuitwa Pharisees. Pharisees nao walifaa wachunge sheria, lakini ndio walikuwa wafisadi wakubwa katika kuchunga sheria ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kuna wengine wakiitwa Zealots. Zealots hawa walikuwa ni revolutionist. Hawa walikuwa ni viongozi wa kidini, lakini ni revolutionist, ndio wale wanaotaka kupinga serikali ya Roma, wataka overthrow serikali ya nani? Ya Roma. Hawa wote walikuwa hawana malengo na dini, kama venye tumezungumza. Wa kwanza walikuwa wakibadilisha sheria, wa pili walikuwa hawafuati sheria, watatu walikuwa wanajificha kwa nguo ya kidini, lakini ni revolutionist. Kwa hivyo wanapofanya zile gospels zao na mihadhara yao, wafanya kwa sura za kidini ili serikali isije kawaingilia, kwa sababu ilikuwa zama hizo kuna ma-CID wamewekwa kwamba mkusanyo ama mkutano wowote ambao kwamba una watu, ni lazima tujue ni mkutano wa nini, mwazungumza nini pale. Lakini mkutano wa kidini walikuwa watu hawaingilii. Kwa hivyo hawa Zealots wakawa wamejificha chini ya nguo za kidini, lakini sio dini inayozungumzwa pale, ni namna ya overthrow government inafanya nini, inazungumzwa pale. Kwa hivyo hawa wote walikuwa hawana malengo na dini wala sheria ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam alipofika katika kanisa ambako kwamba walikuwa ndani, na watu wanasema ni Baitul Maqdis, walipokuwa ndani na wameweka baadhi ya vitu kule, Nabii Isa akamwambia, ya ulama asu, enyi wanazuoni wa korofi, ja'altumud dunya ala ruusikum, mumeiweka dunia juu ya vichwa vyenu, wal akhirata tahta aqdamikum, na akhira mumeiweka chini ya nyayo zenu. Qaulukum shifaun, kauli mnazozungumza kwa midomo yenu ni shifa, yapatia mtu shifa. Wa amalukum da, lakini amali ambayo kwamba mwafanya nyinyi ni nini? Ni ugonjwa. Yani mkizungumza mtu aweza kupata shifa, lakini akiangalia vitendo na vituko ambao kama mko navyo, mtu anakuwa mgonjwa tena. Nabii Isa alipokuwa akizungumza hivi, hawa wakahisi kwamba sasa wanakuwa attacked na nani? Na Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam. Hawa walikuwa wataka mabadiliko, lakini wao wenyewe hawataki kubadilika.
katika matatizo aliyopatana nayo Nabii Isa ni kupata watu ambao kwamba wanataka mabadiliko lakini wenyewe hawataki kubadilika. Yani mimi nataka kubadilika lakini siko tayari kufanya nini? Kubadilika. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, Mwenyezi Mungu habadilishi watu tabia ama yale ambayo kama mko nayo, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka muanze kubadilika wenyewe. Mwenyezi Mungu kukubadilisha hasubiri tu umekaa tu Mwenyezi Mungu akubadilishe, la, ni mpaka uoneshe effort ya kubadilisha, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuongezee power ya kuweza kubadilika. Sasa hawa walikuwa wameketi tu wasema sisi tunataka change, lakini wenyewe hawakubali ile change ambayo kama Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam anakuja na manake, lao wangelikubali kufuata sheria ya Nabii Isa, hata ku overthrow your government wange overthrow, lakini baada ya kupata sheria ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakawa wanasema utabiri wa Masaya au wa Masih tulioambiwa ni wa kisiasa. Sasa wenyewe sasa wanaanza kuzungumza kumkejeli Nabii Isa, wakisema wewe ni Masih, lakini umasihi ambayo kwamba tulitabiriwa, umasihi wa Nabii Daud alayhi wa ala nabiyina salam, na ambayo kwamba itakuja na moja katika kizazi cha Nabii Daud alayhi wa ala nabiyina salam, ilikuwa ni utabiri wa kisiasa, sio utabiri wa kidini. Ilikuwa ni utabiri wa kisiasa na kuturegeshea izi, yani nguvu ambayo kwamba tulikuwa nayo, kwa sababu wao itikadi yao kwa Daud, Mayahudi itikadi yao kwa Daud si kwamba ni mtume, waitakidi Nabii Daud alikuwa ni mfalme, sio mtume. Kwa hivyo wao itikadi yao ni kwamba tunataka ufalme wa Nabii Daud, sio ufalme, tunataka ufalme wa Nabii Daud, sio masala ya kuja kuambiwa qala Allah na qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sio kuja kutukejeli. Nabii Isa alikuwa shawakejeli. Sasa wao ukiona, usije kutufundisha our way of life, namna gani sisi tutaishi vipi, tutakula vipi, wafaa kufanya nini, hayo mambo hatuna haja nayo. Sisi twataka izzi, twataka power, na power tunayotaka ni ya kidunia, power tunayotaka ni ya kisiasa. Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam akawa ametengeza maadui kwa hii da'wa ambayo kwa Nabii Isa alikuwa nayo, akawa tayari ashaanza kutengeneza maadui kwa kuwashambulia wale viongozi wa dini na kushambulia wale watu ambao kwamba wanataka kuleta revolution. Nabii Isa akapata maadui. Grupi ya kwanza ya maadui ilikuwa ni viongozi wa dini, kwao yeye ni threat, kwa hivyo tayari ushaanza uadui. Wadui grupi ya pili ni wanasiasa na watu wa kidunia, yeye ni threat kwa corruption zao. Wanasiasa walikuwa washafeel kwamba Nabii Isa anavonyoosha mambo, hataki corruption, huyu atatuletea balaa, manake the way of life yetu itafanya nini? Itabadilishwa. Na wale ambayo kwamba ni wanasiasa ambao kwamba walikuwa wanataka revolution, waliposikia kauli ya kwamba mpatieni Kaisari kilichokuwa cha Kaisari, wakajua sasa huyu anaanza kurudisha na kuuphold ufalme wa nani? Wa Kaisari. Na wao pia wakaanza kumfanyia nini? Wakaanza kumfanyia fujo. Na grupi ya tatu ni raia wa kawaida ambao walitarajia ukombozi kutoka kwa Waroma, lakini Nabii Isa akaja na fikra kwamba mimi sijakuja kuwakomboa kutoka kwa Waroma, nimekuja kuwakomboa kutoka kwa nini? Kutoka kwa maasi na madhambi na system mbaya ambao kwamba mnaishi, kuwapeleka katika mafundisho ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya miaka ya kukakamia na kusisitiza katika da'wa na kuwaambia ukweli, wale waliokuwa wana revolution wakamgeuzia kwa serikali kuwa yeye ataka ufalme, na ndio hapa wakaanza kumbandika wakimuita the king of the Jews, yani mfalme wa Mayahudi. Hili jina the king of the Jews ni wale revolutionist walianza kumbandika Nabii Isa kwamba yeye ni mfalme. Sio kwamba waliitakidi kwamba yeye ni mfalme, la, walimbandika jina kwamba yeye ni mfalme, kisha wakajenga hoja ya kwenda kwa mfalme aliyokuweko zama zile, wakamwambia kuna mtu ambaye kwamba tayari anadai ufalme chini ya ufalme wako, ili wamuintroduce yule mfalme katika masala ya kumhukumu nani? Kumhukumu Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam. Maana yake walijua hao hawana uwezo wa kummaliza kwa ajili ya baadhi ya wafuasi wa Nabii Isa kama takriban 100 pamoja na disciples wake,
lakini Waroma wakisikia ni revolution watachukua hatua haraka. Kwa hivyo wao kama venye walijua kwamba sisi hawa wafuasi wa Nabii Isa hawasikii, hawali, hawalali, wao wanamuona Nabii Isa, tukijaribu kumguza tutaletewa balaa. Lakini kwa sababu the Roman Empire ni empire kubwa, tukipeleka mashtaka kule na kwamba kuna mtu anadai ufalme, wale wataweza kufanya nini? Wataweza kuhold hawa watu kwamba wanadai nini? Wanadai ufalme. Hizi fitna zilipoanza, Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam aliwaita wafuasi wake akawaambia, falamma ahassa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia falamma ahassa Isa minhumul kufra, alipohisi Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam ukafiri katika wao, qala man ansari ila Allah. Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Nabii Isa alayhi salam aliwauliza, man ansari ila Allah, ni nani ataninusuru mimi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Qala alhawariyuna, wale hawariyun disciples wakamwambia Nabii Isa, nahnu ansarullah, sisi ndio ansarullah, ambao kama tutasimama na wewe. Amanna billahi, tumemwamini Mwenyezi Mungu. Washhad, shuhudia wewe Nabii Isa, bi annana muslimun, kuwa sisi ni nani? Ni Waislamu, kama ilivyokuja katika suratul Imran. Ama katika aya nyingine Mola Subhanahu wa Ta'ala asema rabbana amanna, kwamba hawariyun walisema rabbana amanna, Mwenyezi Mungu tumeamini, bima anzalta, kwa ulichokiteremsha, wattaba'na rasula, na tumemfuata huyu mtume, faktubna, tuandike sisi, ma'ashahidin, pamoja na nani? Na mashahidin. Suratul Imran vile vile. Kwingine tena Mola Subhanahu wa Ta'ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kunu wa ansar Allah, kuweni ni ansar wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama qala Isa ibn Maryam, kama alivyosema Isa ibn Maryam lil hawariyin, kuambia wale disciples wake, man ansari ila Allah, ni nani atanusuru mimi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Qala al hawariyuna, wakasema wale disciples, nahnu ansarullah, sisi ndio ansarullah. Fa amanat ta'ifatun min bani Israila, kuna kipote kikaamini kutoka na Banu Israil, wa kafara taifa, na kuna kipote kikakufuru. Fa ayyadna, Mwenyezi Mungu anasema tukawapa nguvu alladhina, wale ambao kwamba amanu, waliamini, ala aduwihim, dhidi ya maadui wao, fa asbahu, wakawa dhahirina, ndio wenye kudhihiri, ilivyokuja katika suratu Saf. Kwa hivyo Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam alipoona imani ya watu wake, akawaambia wafunge mwezi mzima kama njia ya kujikurubisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Isa alipoanza kuhisi zile fitna na kufru kwa watu wake, Nabii Isa alayhi salam aliwasamon watu wake, aliwaita wale wafuasi wake, hawariyun, disciples wake, na grupi ya takriban watu kama 100 ambao kwamba walikuwa wamemkubali Nabii Isa kidhati ya kumkubali Nabii Isa. Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam akawaambia, kulingana na fitna inavyoendelea hapa hivi sasa hivi, lazima sisi tujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na njia ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tufungeni siku 30, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatupe bayana katika haya ambayo kwamba yanaendelea. Huku wakiendelea kufunga, wale viongozi wa dini wakapanga kwenda kwa mfalme ambaye kwamba kiitwa Pontius Pilate kumshtaki Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam. Huku wao wamejidevote katika ibada ya kufunga siku 30, waendelea na ibada. Kule wale wanasiasa revolutionist na wale viongozi wa kidini, na wao pia wameshika kambi nyingine, wameshikana kama group, wametoka wameenda kwa mfalme akiitwa Pontius Pilate, wakaenda ambako ndo alikuwa mfalme wa pale wa zama hizo, wakaenda kumshtakia Nabii Isa na kusema kwamba kuna mtu adai ufalme na kuna mtu ni threat katika amani ambako kwamba tuko nayo hapa hivi, na ataka kuleta ubaguzi ama kuleta ubaguzi baina ya the Roman Empire na Mayahudi ambao kwamba wanaishi katika Jerusalem. Ule mfalme aliposikia hivyo, ikabidi sasa yeye ametake action, kama venye tutakuja kueleza katika episode ya 16 tutakapokuwa tunaeleza kutaka kusulubiwa Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam. Na hii ni baada ya ule mfalme sasa kuoda kwamba huyo anayejidai mfalme aletwe, tumsikie ufalme wake ama tuone ufalme wake. Naye Mwenyezi Mungu alikuwa na mipango mingine. Inshallah mpaka hapa tukome. Wa hadha, assalamu alaikum wal afwa minkum. عيسى ابن مريم يا حبيب محمدي
بشرت يا روح الإله بأحمد صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحد صلى